Utekelezaji wa sensa hii utahusisha hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuandaa mbinu na zana za ukusanyaji taarifa, kufanya majaribio ya awali ya mfumo wa ukusanyaji wa takwimu, kutoa mafunzo kwa watakaoshiriki katika zoezi hili, kufanya ukusanyaji wa taarifa nchi nzima, kuchambua matokeo na hatimaye kuyatangaza kwa umma na wadau mbalimbali kwa ajili ya matumizi kama alivyozungumza mtakwimu mkuu wa serikali. Katika hatua zote hizo, tunaamini NBS itatoa utaalamu wake katika masuala ya sensa na takwimu, huku TASAC sisi tunaahidi kutoa ushirikiano katika utaalamu wa sekta ya usafiri majini na kuonesha maeneo ambayo yatapaswa kufikia wakati wa sensa. Ushirikiano huu tunaamini ndio msingi wa kuhakikisha kuwa matokeo yatakayopatikana yanakuwa na ubora wa hali ya juu na yanakubalika kitaifa na kimataifa. Ndugu wanahabari, tunatarajia kuwa matokeo ya sensa hii yatachangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha utekelezaji wa sheria ya usalama wa usafiri majini na sheria zingine zinazohusiana na masuala hayo, kuweka msingi imara wa kuboresha upangaji na utekelezaji sera ya mipango mbalimbali, kuimarisha usalama wa vyombo na abiria na ukaguzi wa vyombo. Katika miaka miwili mitatu iliyofululiza 2023, 2024 na 2025, tunauona kabisa sekta ya usafirishaji na mizigo, uhifadhi wa mizigo, tunaiona kabisa unakuwa, na kwa sasa tunasema kwa 2025 sekta hiyo pekee inachangia 8.3%. Kwa hiyo tukiongelea vifaa vya majini, manake vinakuwa sehemu ya sekta ya usafirishaji. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa katika utekelezaji na kupata tathmini ya maeneo ambayo tutakayoyagusa moja kwa moja, manake itasaidia sana kuona ni sehemu gani sasa tukiswitch tunaweza kupata matokeo chanya zaidi ambayo yakaweza kutunyenyua. Na eneo hilo pia tunaliona moja kwa moja kwamba katika eneo la kuunganisha masoko ndio ili fungamanishi ya usafirishaji tutaiona, lakini pia kupunguza gharama za usafirishaji, kwa sababu tunatambua gharama pia za usafirishaji ni sehemu kubwa ambayo pia inalalamikiwa na wenzetu. Kwa hiyo tukiongelea wafanyabiashara eneo gani wanaweza kupunguza gharama hizo, ni pamoja na kupata takwimu hizi ili ziweze kuwasaidia kuwapa taarifa bora, taarifa rasmi ambayo sasa wao wataweza kujipanga vizuri na kuona namna bora ya kuweza kutekeleza hayo. Ujumla, makubaliano haya yanaweka msingi imara wa ushirikiano wa kimkakati kati ya TASAC na NBS katika kuhakikisha kuwa nchi inapata takwimu sahihi na za kisasa zitakazosaidia kuimarisha usalama wa usafiri majini, upangaji wa maendeleo ya sekta, uwekezaji katika uchumi wa buluu na utekelezaji wa sera na mipango ya maendeleo ya kitaifa inayojielekeza katika kutekeleza dira ya maendeleo 20